Marekani imechukizwa na vikwazo vilivyowekewa baadhi ya mawaziri wa Israel, vikwazo ambavyo vimewekwa na Uingereza. Hata hivyo, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Bwana Marco Rubio amelani vikwazo hivyo vya Ben Gvir na Smotrich, akisema kwamba huku ni kuwapa nguvu Hamas, lakini pia akiwashutumu Uingereza ambao wanahusishwa na meli ya Medellin. Smotrich aliamuru kufuta ushirikiano na benki za Palestina, na uchunguzi wa IDF ukagundua kuwa moja kati ya mambo ambayo yanamfanya Smotrich kuwekewa vikwazo ni pamoja na misimamo yake, huku baadhi ya mambo yakienda ndivyo sivyo ndani ya taifa hilo la Israel chini ya utawala wa Benjamin Netanyahu, kutokana na misimamo mikali ambayo wanaamini ndio inayowezesha kuhakikisha kwamba wanaweza kupambana vema na kundi la wapiganaji la Hamas katika eneo la ukanda wa Gaza. Imeelezwa kwamba baada ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje kulani uamuzi wa maamuzi matano ya serikali za magharibi za kuweka vikwazo mawaziri wa siasa kali za mrengo wa kulia wa Israel Itamar Ben Gvir na Bezalel Smotrich, ofisi hiyo imetoa taarifa kwa jina la waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio, akisisitiza kutoidhinisha hatua hiyo. Kauli hiyo kwa kiasi kikubwa ni urejeshaji wa ile iliyotolewa awali na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Tammy Bruce, lakini pia inajumuisha wito kutoka kwa Rubio kwa Uingereza, Canada, Norway, New Zealand na Australia kutengua uamuzi huo. Rubio imeelezwa kwamba ametaka uamuzi huo utanguliwe mara moja, kwa maana mawaziri Itamar Ben Gvir na mwenzake Bezalel waondolewe vikwazo. Vikwazo hivi haviendelezi juhudi zinazoongezwa na Marekani kufikia usitishaji mapigano na kuwaleta mateka wote nyumbani na kumaliza vita, Rubio anasema. Taarifa ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Bwana Marco Rubio ililenga Gaza, lakini hatua hiyo inayoongozwa na Uingereza ilikuja kujibu sera za Israel katika ukingo wa Magharibi, ambapo walisema Smotrich na Ben Gvir wamechochea ghasia za itikadi kali dhidi ya Wapalestina na kusababisha Wayahudi kuendelea kuteka maeneo mbalimbali huko katika Palestina. Mashambulizi ya walowezi yamekuwa yakifanyika huko bila kudhibitiwa karibu kila siku, na mkuu wa kitengo cha polisi cha ukingo wa Magharibi kwa sasa anachunguzwa kwa kupuuza jambo hilo ili kupata upendeleo kwa Ben Gvir. Tunakataa dhana yoyote ya usawa. Hamas ni shirika la kigaidi ambalo lilifanya ukatili usioelezeka. Linaendelea kuwashikilia raia wasiokuwa na hatia na kuwazuia watu wa Gaza kuishi kwa amani. Tunawakumbusha washirika wetu wasisahau ni nani adui wa kweli. Hata hivyo, Bwana Rubio anaona kwamba ni sawa tu ardhi za Wapalestina kutekwa, huku akiona kwamba kwa sababu adui wao ni Hamas, wanapaswa kwanza kushirikiana kupambana na Hamas, lakini si kupambana na mawaziri hao ambao wamesababisha kutekwa kwa maeneo ya Wapalestina huko katika Mashariki ya Kati. Marekani imehimiza kubatilishwa kwa vikwazo kwa kusimama bega kwa bega, Rubio anaeleza zaidi. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kimsingi Rubio hakueleza uhalisia wa mambo jinsi yalivyo, kwa sababu wakati ambapo Uingereza inamwekea vikwazo Bwana Itamar Ben Gvir, waziri wa mambo ya ndani, ambaye ameruhusu walowezi kuendelea kuteka maeneo ya raia wasiokuwa na hatia huko katika maeneo ya ukingo wa Magharibi, ni jambo ambalo lingepaswa kuzingatiwa kwanza, huku Bwana Itamar akichekelea jambo hilo. Ilikuwa ni halali kuwekewa vikwazo hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.